Unajua kuna wakati mimi nikiangalia huwa nawaza kwamba hivi sisi wanawake huwa tunatumia akili za namna gani? Kwa nini sisi hatujui kuishi kwenye akili zetu? Kwa nini hatujui kuishi kwenye mitazamo yetu? Kwa nini hatujui kuishi kwenye misimamo yetu? Mtu anakuja na kubadili mtazamo kirahisi kabisa, unajaa kwenye mfumo na unaamini 100%. Mtu anakuja kukwambia kwamba wanaume wanawafanya wanawake watumwa, wanaume wanawakandamiza wanawake, wanaume sijui wanafanya nini kwa wanawake, kufua, kuosha vyombo, kupika na kuwa mama wa nyumbani, kuolewa, kuwa mke ni utumwa. Lakini kinachonishangaza ni kwamba mtu huyo anavyokuja kwenye maisha yako kukufundisha hicho kitu, anakubadilisha mtazamo tu, lakini hakuna hatua unayokuwa umeipiga, na zaidi unaenda kuishi maisha ambayo hayana future. Mtu anakwambia toka kwenye ndoa kwa sababu ni utumwa, lakini ukija mtaani tengeneza ngozi yako, fanya nini kwenye ngozi yako, fanya nini kwenye ngozi yako ili waseduzi, wavutie wanaume wenye pesa. Mimi huwa nawaza kwamba hivi huwa tunawaza nini hasa? Unavyoamua kuacha ndoa kwenda kuishi maisha ya namna hiyo, huwa unawaza future kweli? Huwa unawaza kesho kweli? Huwa unaona kabisa kwamba naenda kuishi maisha ya namna gani? Huwa unawaza kweli? Mtu anakufundisha wewe kuwekeza kwenye muonekano wako, ambao muonekano huwa unaisha, utazeeka. Uzuri kila siku wanawake wazuri wanazaliwa. Yaani wewe kazi yako iwe ni kujipodoa, kufanya nini, kuweka ngozi yako hivi, kufanya nini, kuwavutia wanaume wenye pesa. Yaani wewe utoke kwenye ndoa uanze kuutumia mwili wako kama mtaji. Mimi sidhani kama hiyo elimu iko sahihi. Na ninachokiona hapa, kama wanadai kukaa kwenye ndoa ni utumwa kwa sababu unamhangaikia mwanaume, hata hapo pia ukitoka kwenye ndoa na kuanza kuhangaika kutengeneza mwili wako kwa ajili ya mwanaume, unafanya kitu kile kile. Hakuna kitu ambacho unakuwa umetofautisha hapo. Na hapo kibaya zaidi, unaenda kuishi maisha ambayo hayana future hata ya kesho. Unaishi maisha ya leo tu, hujui kuhusu kesho kabisa. Huwazi kwamba kuna kuzeka, huwazi kwamba kuna uzuri kupungua, kuna nini. Yaani huwazi kuna mvuto kupungua na nini. Utategemeje mvuto kwenye maisha yako? Yaani akili zako ziweke chini kabisa, uanze kutegemea muonekano wako. Muonekano ambao unazeeka, muonekano ambao unapungua, muonekano ambao kila siku wanazaliwa wanawake wazuri wenye muonekano tofauti na wewe, pengine wakakuzidi wewe uzuri. Nashindwa kuelewa kabisa. Nashindwa kuelewa, na naona kabisa ni vitu vingine ni vitu vidogo tu, ni kutotumia akili tu. Ni kutotumia akili tu. Mtu anaweza kuja kukupa maneno ya kukugombanisha wewe na mwanaume wako kamwacha, kisha ukaenda kutesekea wanaume wale huko mtaani unakoenda. Hakuna unachokifanya cha tofauti. Mimi huwa nasema kwamba tuishi maisha yenye future, maisha yenye kesho, tusiishi maisha ya leo tu. Wewe leo hii ni mzima. Wewe leo hii unaweza kujipaka makeup ukafanya nini ukaenda kuwaseduzi wanaume. Kwa nini huwazi kwamba hivi siku moja nikiwa siwezi kukifanya hiki kitu, nani atasimama na mimi? Unajua vitu vingine, jiulize maswali kabla hujaamini. Fikiria kuhusu leo na kesho, fikiria faida na hasara, fikiria nini na nini, kisha uamue maamuzi sahihi. Maana la si hivyo utajichanganya. Utajikuta ulichokifanya kwenye maisha yako ni sawa na hakuna. Soko ni gumu sana, soko ni gumu sana. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Mtu anayekufundisha kwamba toka kwenye utumwa wa mwanaume, mimi kwa mtazamo wangu, sasa nakupa mtazamo wangu, kwamba angekufundisha kwamba ukishatoka kwenye maisha ya mwanaume, katafute pesa zako, kisha oa mwanaume ambaye atakuwa chini yako, utakuwa umewini. Lakini mimi nakwambia hakuna mwanaume ambaye atatafuta pesa kwa ajili yako na kisha awe chini yako. Sahau. Mwanaume anayekuhudumia atabaki kukutawala tu. Na kama hutaki, hutokaa kwenye mahusiano. Utakuwa ni mtu ambaye unauza mwili wako. Wewe na watu wanaouza mwili mtakuwa mjatofautiana. Ni vile tu wewe unafanya kistandard, unahisi kama haudangi, lakini unadanga. Wewe kweli mwanamke kabisa mwenye akili timamu, uende ukaishi maisha ya wewe kwa unatengeneza muonekano kwa ajili ya kuwavutia wanaume wenye pesa. Eti wanaume maskini ukiwaona chukia, jisikie kichefuchefu, fanya nini? Jamani. Mimi naomba niongee, hata kama hii lugha ni ngumu kidogo, naomba nitumie, pengine tutaelewa. Leo hii wewe ni mzima, una mikono, una miguu, uso wako uko vizuri, una shape. Hivi huwazi kwamba ikitokea hata siku moja kwa bahati mbaya nimepata ajali, nikakatika miguu, nikararuka uso, nikakatika mikono, nitamseduzi vipi mwanaume? Kwa nini usijiulize hilo swali?
Haimaanishi kwamba ukiwa mlemavu hauwezi kitu. Naomba nieleweke. Simaanishi kwamba ukiwa mlemavu hauwezi kitu, hapana. Ukishakuwa mlemavu unahitaji mtu mwenye upendo wa kweli. Mtu ambaye atakupenda wewe na hali ulionayo. Hutakuwa tena na nafasi ya wewe kukaa kwanza kuwaseduzi wanaume. Bali utatakiwa upate mwanaume ambaye atakupenda kama ulivyo. Unaitelekeza ndoa yako kwa ajili ya kwenda kuishi maisha ambayo hayana future. Maisha ambayo huwazi hata kesho. Maisha ambayo ni ya leo tu. Maisha ambayo yanategemea muonekano ambao utaisha, utapungua. Na kwa bahati mbaya pengine utapata ajali, utaungua uso, utafanyeje? Utawaseduzi vipi wanaume tena? Lakini mimi naamini kwamba utakapoishi na mwanaume anayekupenda, hata kutupa kwenye hali yoyote. Mwanaume anayekupenda hata kuacha wewe kwa sababu hauna miguu. Tunaona watu wengi tu wanawapenda wanawake pamoja na kwamba hana miguu, hana nini. Na wanawake pia vile vile wanafanya kwa wanaume. Mwanaume ni hana hiki, lakini mtu anampenda upendo wa kweli kutoka moyoni. Nimejaribu kutumia hii lugha ngumu kidogo ili kufanya wanawake tuelewe. Tunapotezwa jamani. Kwa nini hatujifikirii? Kwa nini hatushtuki? Tunapotezwa. Kwa nini wewe usikae ukapoteza hata muda wako kufikiria kwamba hivi haya maisha ninayoenda kuishi yana future gani? Yana kesho gani? Leo hii wewe uishi maisha ambayo huna mume aliyekuoa, huna watoto, huna chochote. Watoto nao ni tunu. Hatusemei kwamba watoto wote wanaweza kukusaidia, lakini tazama tu, mimi kuna siku nimewahi kaa nikaangalia nikakuta kuna mama mmoja mtoto wake anamsaidia, yeye anaumwa, mtoto ndio anayemsaidia mama yake. Wewe unawaza nini kuhusu kesho yako? Unapoishi maisha ya wewe kuwa unajiseduzi, unajiweka sijui sexy, unafanya nini kwa ajili ya wanaume? Wewe na mtu ambaye anajiuza huko mna tofauti gani? Wewe ukikaa kwenye ndoa ukamheshimu mume wako na mume wako akawa mtafutaji kwa ajili ya familia, mkajenga familia na yani kipi kitakuwa kimekuwa tofauti? Wewe ukikaa tu ukajenga familia na mumeo na kwenda huko mitaani kwa ajili ya kutengeneza mwili wako kama biashara, kipi bora? Mimi nakwambia tutapotezwa sana. Sana, kwa sababu sisi ni bendera fuata upepo. Usipokuwa na akili zako za kujichanganua, mimi nilishasema toka mwanzo kwamba hapa duniani wajinga ndio wali wao. Lazima ujue siku zote. Kwa sababu leo utajifunza, utaiacha ndoa yako, utafanya nini, lakini mwisho wa siku itakapotokea unapitia wakati mgumu ambao huna tena mwanaume wa kumvutia, sidhani kama kuna mtu atakaye kuja kukusaidia. Utaanza kuteseka, utaanza kujuta kwamba pengine ningekuwa na mume labda angejisaidia, pengine ningekuwa na watoto labda wangenisaidia. Sikatai, pengine wewe kwa mtazamo wako unasema mwanaume anaweza akakuacha, lakini mimi nakwambia wako wanaume ambao wana upendo na utu, anampenda mwanamke kama alivyo. Leo kweli wewe uiache ndoa yako uende kuishi maisha ya kutengeneza mwili wako kwa ajili ya kuvutia wanaume wenye pesa? Hakuna kitu kama hicho. Hakuna mwanaume atakubali kuwa chini ya utawala wa mwanamke. Hilo weka kwenye akili yako. Hakuna. Yaani hakuna mwanaume atakubali kukaa chini ya mwanamke. Tena mwanaume ambaye ana nguvu zote za kupambana kwa ajili ya maisha. Atafute maisha afanye nini? Hatukatai, wako wanaume ambao wanazidisha, wanawanyanyasa wanawake, wanafanya nini? Hatukatai. Lakini haimaanishi kwamba wanaume wote wako hivyo. Haimaanishi wanawake wote tukatai kukaa kwenye ndoa. Wewe kama una mwanaume wako ambaye anakuheshimu, mwanaume wako ambaye anakutunza, anahudumia familia, anatafuta kwa ajili ya familia, anafanya maendeleo kwa ajili ya familia, kwa nini usikae? Kwa sababu hayo maisha yana future. Hayo maisha hata kesho yako unaiona kwamba nina watoto, nina kizazi changu, nina nini. Wewe unatoka kwenye ndoa, unaenda kutegemea maisha ya mwili wako. Mwili huu mwili ambao sio wa kwako. Kweli? Mimi sidhani kama ni akili tunazotumia. Sidhani kama huwa tunafikiria. Yaani mimi nakwambia wajanja ndio wanaowaendesha watu wachache. Wajanja, yani mtu akikuwahi tu akakuteka tu yani akakuteka fikra zako, akakutapeli kifikra. Wewe utakuwa ni mwenda wazimu, utachanganyikiwa. Hakuna utakachokielewa hapa duniani, utakuwa ni mjinga mwenda wazimu. Wewe leo uiache ndoa yako, uanze kwenda kupambana kutengeneza muonekano kwa ajili ya kuvutia wanaume. Vipi usipokuwa na huo mvuto? Utaishije? Vipi ukizeeka? Vipi ukipata ulemavu? Na huna mwanaume aliyekupenda kweli, utaishije? Sio kwamba nimeongea kwamba ulemavu ni udhaifu, hapana. Najaribu tu kuweka mfano kwamba kwenye hali hiyo utahitaji mtu ambaye atakupenda kweli. Na ndio maana hizi hali ziko kwa watu wote. Wako wanaume ambao wanawapenda wanawake kweli, hata kama asipokuwa na kitu fulani, hata kama ana upungufu fulani, anampenda kama alivyo. Lakini wewe leo hii unavyojiandaa kwa ajili ya kuwaseduzi wanaume, huo muonekano wako ukiisha kesho, nini unacho cha kutegemea kwamba baada ya mimi muonekano wangu kuisha nitakuwa nina hiki? Kipi?
kwa sababu mimi naamini kwamba hata hizo pesa utakazokuwa unazipata kutoka kwa hao wanaume na wasejuzi wenye pesa, lazima utakuwa unawekeza tena kutengeneza muonekano wako ili uzidi kung'aa. Sidhani kama kuna future utakuwa unaitengeneza hapo. Sidhani kama kuna nini utakuwa unakifanya hapo. Wenzenu wanaongwa magari, wanafanya nini? Hii dunia nakwambia ina mambo mengi. Usije ukachekelea kuona watu wanahongwa magari. Watu utu wao hauko tena. Watu wameshadhalilishwa, watu wameshavurugwa, watu wameharibikiwa. Watu wanafanyiwa vitu vya ajabu. Watu wanatritiwa kama wanyama kwa ajili ya kuthamini vitu. Kwa ajili ya kuthamini kuonekana wao ni wanawake expensive. Kwa ajili ya kutaka kuonekana wao ni wanawake ambao wanapata bahati ya kupata wanaume wenye mapesa, lakini pale walipo wako hoi. Na wengine hayo maisha wanayachoka. Nadhani kuna watu mnawaona na nyinyi mnajifunza kitu. Walikuwa ni watu ambao wanaishi maisha fulani, lakini wakuta kuna muda amebadilika na yeye ametengeneza familia. Wanamaanisha kwamba hayo maisha hayana future, hayo maisha hayana kesho, hayo maisha hayana chochote, na ndio maana wengine wanatoka kwenye hayo maisha kurudi kutulia na ndoa zao, kurudi kujenga tena familia, kwa sababu anajua mwisho wa siku ina maana nini kitakachoendelea kwenye maisha yangu. Wewe leo ukae uanze kutegemea mwanaume atafute gari kuja kukuhonga wewe. Kwa nini usitafute la kwako? Tafuta pesa ununue gari lako. Tafuta pesa ufanye mambo yako. Tafuta pesa upate mwanaume wa kumtawala. Lakini hivi haiwezekani. Mwanamke anayejitambua ni mtu ambaye hapambani kutoka kwenye nafasi yake, bali anapambana kuwa bora na imara zaidi kwenye nafasi yake. Mimi ningeona ni vizuri sana mtu akufundishe kwamba wewe kama mwanamke jithamini, fanya hivi, lakini usitoke kwenye jinsia yako. Kama unaweza kujenga familia, jenga familia. Kama unaweza kupata mwanaume bora, pata mwanaume bora, kaa. Kwa nini mtu akufundishe wewe kuachana na wanaume? Fanya hivi, usikae chini ya utawala wa wanaume, afu toka uende ukajiandae, utengeneze, umake ufanye nini kwa ajili ya mwanaume. Jinga wa hali ya juu, kutotumia akili, kutowaza. Na namna ambavyo mtu anakuteka kifikra, utahisi anachokiongea ni real, kweli kabisa. Utasema kweli, wanaume anatufanya hivi, wanaume anatufanya. Umesahau kwamba huko unakokwenda kujiandaa kutengeneza sura yako, kutengeneza ngozi, sijui kufanya nini, unachoenda kukifanya ni kitu hiki. Sikushauri. Jifunze elimu kweli, lakini usisahau kutumia akili zako. Usisahau kujiongeza. Usisahau kujifikiria wewe binafsi. Acha kuishi kwenye mtazamo wa watu wengi, kwa sababu kesho yako ni wewe ndio unayeijenga. Kesho yako ni wewe ndio unayeweza kuiharibu. Kesho yako ni maisha yako binafsi. Hilo kundi halitakuwepo. Halitakuwepo wakati maisha yako yanahitaji sasa wewe uwe na future inayoeleweka. Hawatakuwepo wakati wewe sasa unahitaji hata watoto wa kukusaidia. Haitakuwepo wakati wewe umepoteza mvuto. Hilo kundi la watu ambao unawasikiliza, hao watu ambao mnaungana mkono kuona tunachokifanya tuko sahihi, hawatakuwepo wakati wa mateso yako. Hawatakuwepo wakati umepoteza nuru, wakati umepoteza mvuto. Watakuwa wako bize tena kuwakocha wanawake wengine waishi hayo maisha. Ishi kwenye akili zako, ishi kwenye mtazamo wako, ishi kwenye msimamo wako, na usisahau kufikiria kuhusu wewe. Ubinafsi ni muhimu sana. Mimi nikikwambia neno, kaa chini ulitafakari binafsi kwamba hili lina faida gani kwangu. Usiniamini hata mimi 100%. Pengine mimi mwenyewe hapa naongelea mtazamo wangu. Kwa hiyo wewe ishi kwenye mtazamo wako. Kama unaweza kuendelea kuishi maisha ambayo hayana future, maisha ambayo hayana kesho, ishi. Sisi tuko hapa, ishi hayo maisha. Tutumie akili jamani. Jichanganue vitu vingine. Kuwa na akili, jielewe. Ifike mahali ujue kabisa mimi nina maisha ambayo yamebeba kesho pia. Sio maisha ya leo tu. Kwa nini niishi kutegemea muonekano wangu? Kwa nini niishi kutegemea urembo wangu? Kwa nini niishi kutegemea mvuto wangu? Vipi vikiisha na vipi vikiharibika? Kwa sababu yote yapo. Yote yapo. Nani atasimama na wewe? Nani atakusaidia wakati ambao huwezi, wakati ambao huvutii tena wanaume? Nani atakayekupa pesa ukiwa huna kitu cha kuwapa tena? Lakini mimi naamini kwamba ukijenga familia, ukiwa na mwanaume, ukiwa na watoto wako, mmoja wapo kati ya huyo kesho atakusaidia sana hata kwenye shida yako.
Ikifika mahali kuna kitu kimepotea kwenye maisha yako, mwingine anaweza kusimama kuwa kama hicho kitu kilichopotea kwenye maisha yako. Huna miguu, una mtoto, mtoto anaweza kukusaidia vizuri sana na ukaona afadhali nilipata mtoto. Na pengine au mume wako huyo akasimama na wewe kwa namna ya tofauti sana. Wanaume wema wapo, tusifundishane kukataa utumwa wakati tunakoenda tena tunaenda kuwa watumwa vile vile.